Ndiyo, ikiwa ni siku nyingine, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Ujambo popote pale ulipo, matumaini kwamba wewe ni vema kabisa katika afya. Na ukiendelea kutufuatilia, ujue kwamba hiki ni kituo cha habari kiitwacho Reality Mambo TV. Ukiwa nami katika wakati wote, na hata wewe ni wa mpya kwa kutufuatilia ikiwa mara yako ya kwanza. Hivyo tu kuambatana nami mwanzo hadi mwisho, lakini pia kujiunga kwenye subscribe hapo na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Nikupashe habari ambazo zimeweza kuonekana na kuweza kabisa kujiri ya kwamba ni wazi kukupasha habari katika maeneo yote yale ulipo, haijalishi katika bara la Afrika, Ulaya, Asia, Oceania, hata maeneo ya huko Umarekani. Ikiwa tu wewe ni wa kutufuatilia na hivyo tu kuweza kujijuza kwa mambo mengi ambayo naenda kukupasha kwa kutokana na hali ya usalama katika maeneo tofauti katika ulimwengu mzima. Na hivyo tu ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Ila tu kituo hiki cha habari kinapatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, ni barani Afrika. Acha tu nikupashe kwa habari zilizo tofauti katika maeneo yote yale ambayo imeweza kupata habari na nikupashe. Na basi tuanzie mara moja huko Umarekani, ambako kuliweza kufanyika mkutano kati ya presidenti wa DRC na rais wa Rwanda, kuweza kufanya mkutano huko na kufanya makubaliano kati ya Rwanda na Kongo ili kwamba kuweza kuweka amani katika nchi ya Kongo ambayo imeweza kuvamiwa na waasi wa FCM 23 ambao wanaweza kushikwa mkono na nchi ya Rwanda. Na hivyo uwepo wa rais wa Umarekani Donald Trump akiweza kuonekana katika mkutano huo. Licha ya jambo hilo, imeonekana ngambo ya Paul Kagame, rais wa Rwanda barani Afrika, hivyo akiweza kusaini mikataba hayo, lakini kuenda kinyume kutokana na yale ambayo aliweza kusaini, ikiweza kumfanya Donald Trump, rais wa Umarekani, kuweza kulivalia njugu jambo hilo na kuweza kusema Kagame kuwa yeye ni muuaji wa kivita, na hivyo kumwambia ya kwamba hapate kuondoka kwa maana muda wa mazungumzo kuweza kabisa kuisha. Ikiombwa hivyo maeneo ya Uvira ikiwa mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, na hivyo waasi wa M23 kuonekana maeneo hayo, lakini kutokana na mikataba ambayo iliweza kusainiwa huko Umarekani kati ya DRC na Rwanda, na hivyo kuweza kuwaambia waasi wa FCM 23 kuondoka maeneo ya Uvira, lakini alikuwa sasa wangali wanaonekana wamoja kuondoka na wengine kubaki katika maeneo hayo. Hali hiyo inaweza kuweka mtata mkubwa katika mji wa Uvira, kutokujua ya kwamba wote wameondoka au je. Lakini licha ya jambo hilo, zaidi ni kwamba wakati walipokuwa wanaondoka waasi wa FCM 23, na hivyo kuweza kualika wapasha habari wa VOA, Voice of America, yani sauti ya Umarekani, na kuweza kuwaonyesha wazi kwenye vyombo vya habari ya kwamba wameondoka, lakini kuweza kushakiwa na kuonekana kupanda kwenye milima ya juu, kwamba wakiondoka kutoka Uvira na kupanda kwenye milima ya juu ya Fizi, Mwenga, hata huko Minembwe, na hivyo ambacho jambo linaweza kuchanganya na kutokueleweka hakika wameondoka kutoka Uvira kwenda nafasi gani. Lakini jambo hilo kuweza kuonekana kwenye milima ya juu imeweza kuleta utata mkubwa baada ya wao kuondoka kutoka Uvira. Alerte wazalendo, alerte patriot. Hawa majeshi yanatoka Uvira, inasema kama nafanya repli strategique, ni uongo. Bana deborde kilima Kirungu, wanataka kuchomokea ngambo ya huku analavea Baraka Fizi. Kwa sasa tunalertewa wazalendo wote na wakubwa majeshi wa M23 wa Rwanda hawakurudia, wanakatiriza kilima ile wachomokea huku mbele. Kwa sasa wakubwa wote wenye kuwa ndani FRDC wazalendo mwani Makeni, majeshi ya Rwanda haikurudia, inapanda kilima Kirungu wanakatiriza hivi weko vilima wako vilima wanapanda ili wawe watokeze mbele nyuma ya Baraka, nyuma ya Fizi. Kwa hiyo tunaalerte, video hii ni ya leo, haiko ya jana, ya leo le 18 ya jeudi
Desembre 2025, le 18 jeudi Desembre 2025. Niyo tutakuwapasha majenero, mwe makini sana, muangalie gisi ya ukabila huyo adui anawakatiriza. Ukweli ni kwamba waliweza kuonyesha kiburi yao ya kwenda kuteka mji wa Uvira kwa sababu mazungumzo ndio wiki hiyo ndio mazungumzo ya Doha ilikuwa inaanzishwa tena. Na lazima kama nilivyosema hapo awali wangeonyesha kwamba wana nguvu fulani ya kulazimisha serikali ya Kongo kufuata yale ambao wanataka kuyasikia. Katika mkataba huu kinacholeta matumaini kidogo ni kuona kwa sababu serikali ya Marekani imejiingiza ndani. Mkataba huo ulisainiwa, kuna saini ya Rais Trump, na Marekani lazima igadhibishwe kwa sababu ni madharau kubwa kwa serikali ya Marekani. Mkataba ambao umesimamiwa na rais mwenyewe Trump ameweka saini yake, kisha nchi ya Rwanda ifanye kitendo kama hicho, ni madharau kubwa. Na ndio maana inaeleweka kwamba lazima Marekani ipige mkono kwa meza ili mkataba utekelezwe, kwa sababu serikali ya Marekani haiwezi kubali saini ya rais wao Trump ichezeshwe na rais kama Kagame. Hali ya Uvira kwa sasa ambayo inaweza kuchanganya wananchi au wakahaji wa maeneo hayo katika mji wa Uvira ni kwamba polisi wengi wanaonekana kuingia katika maeneo ya Uvira na hivyo kuweza kushakiwa kwa ngambo ya waasi wa AFC M23, ikiwachanganya wakahaji walio hapo na kuweza kutosha kabisa tahadhari kwa wazalendo kwa hali ambayo imeweza kuonekana katika maeneo ya Uvira na kuweza kabisa kushakiwa waasi wa AFC M23 kuweza kupanda huko juu kwenye milima mikuu ya Uvira, Fizi, hata huko Minembwe. Vraiment alerte 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 kumzalendo yote mahali akiwa. Hao wajamaa wanafente ya kwamba kama wanatoka lakini hawatoki. Wanaingiza wapolisa wakwavo kutoka Rwanda na kutoka wengine Bukavu. Gisi mnajua wanajichanga changa, wanakuya bengi sana. Banatafuta kuacha wapolisi katika mji wetu wa Uvira ili wao waende kupanda kule kumilima, baende ngale gisi wanaweza kudestabilize Kalemi. Mukue hange, alerte alerte alerte. Mukue hange watoto yetu wenye wako mufro huko milima, muwatege huko mumilimani kwenye wanaenda kuzunguruka. Banafaa kama vile wanatoka lakini hawatoki, kwa sababu juu ya ile polisi yenye isha kuja benye batatiwa mule mutere Uvira, lakini bao banaenda kuzunguruka kupanda milima, baone gisi batakuja kudestabilize huko Mabaraka, Mafizi, Mamwenga ajili ya kwenda kuanguka mpaka mji wa Kalemi. Mukue hange, hiyo ni alerte ambayo yenye ilisha toka. Maredare zetu zisha kutuonesha ya kwamba hawa jamaa wanaflate tu watu. Hawajatoka, hapana, hawajatoka. Wa vijana wetu wasishuke Muvira kama wanatoka, hapana. Mukue hange. Accent. Distraction ile vikwamo. Sai kunaingia gari zao karibuni 6 za chakula na gari zingine za bapolisi. Bapolisi banakia na mateni ya kipolisi. Kisha bamwa biko atoka wengine biko naingia. Bamvala mateni ya kipolisi, bapolisi ya Kongo. Bamvala tu mateni ya bapolisi ya bleu. Bale bakutoka biko napita ile balabala ya chini, awa wakuingia biko naingia balabala ya yulu. Uvira yote sai najua ile habari. Distraction ya boile. Batu wote biko Uvira sai wanavunjika moyo, mimi nakwambia, kuona gisi magari ya bapolisi naingia. Na machakula, kamio za chakula njo zinaingia. Kisha banafaa maskara kwa filme kule chini, ni ba mingi sana. Eske njo ima video minu, eske njo bali bote si bongo yabo ile, na magari yabo hakuna tenye naenda. Adui kutoka Uvira alipanda kwenye milima ya Uvira na ya Fizi, hivi yuko Kageregere, Muramvya, Munanira, Marungu huko Fizi, akijigeuza kuwa Mnyamlenge. Plani zao tumeshazijua, nasi tumejipanga. Siasa zao hazitotuangusha tena, kwa hiyo tumejipanga, siasa hiyo tutaicheza wote. Hayo ni maneno yake kamanda wa wazalendo Generali Landabango. Kutokana na udhibiti wa waasi wa M23 maeneo ya Uvira, na hivyo kuweza kuonekana watu kadha wa kadha kuweza kabisa kuingizwa katika hali ya utetezi wa waasi wa M23
wale wa raia wanaopatikana maeneo hayo kuweza kujiingiza katika hali hiyo ikiwa kinguvu kabisa, na hata Baudouin kuweza kuthibitisha hilo, kuomba msamaha na kuonekana aliweza kuingizwa katika mambo hayo ya wasi wa M23 ilikuwa kwa nguvu. Nilitaka kuzungumuza maneno yafuatayo. Kwa kweli kama gisi mnaona hii video, nilikuwa kwenye pikipiki nikienda Kimanga. Nilipofika hapa ku General tupre General tu tukakutanana na Nyamlenge umoja anazoeaka pale kupiste yetu kukazi yetu, akanisimamisha ni mubebe, nikasimama. Nilipomubeba akaniuliza uko naenda? Nikamwambia no, niko naenda kuangalia shangazi yangu, wanasema hali yake sio nzuri. Kufika pale kumonima akani derute, akaniambia ilifo twende kule ku meeting. Nikamwambia aunge niache basi nifike kule kuangalia shangaa njoo twende. Akasema twende kwanza ku meeting. Tukaenda na yeye kule ku meeting. Kufika kule ku meeting akasema, akanikamata kwa mkono, na wewe ndio utasema neno kuhusu wakombozi, na utasema hivi, utasema hivi, utasema hivi, utasema hivi, utasema kama gisi mlivyosikia ndani ya hii video. Basi nilipomaliza ndio akaniachilia. Aliponiachilia nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, hiyo siku ilikuwa deja maere tardive, ilikuwa deja magharibi. Nikarudia nyumbani. Nilitaka kusema hivi kwa ndugu zangu, inaanza kwanza kuwafuliru. Mimi sijawahi kugusa silaha hata siku moja. Sijawahi vala nguo hata ya jeshi hata siku moja. Wafuliru munisamee kwanza, kwa ujumla wa patriote wote munisamee. Wandugu wa Uvira munisamee, kwa sababu siwezi kusaliti nchi yangu isipokuwa kwa nguvu nilikuwa kwanza kupenda Rais Tshisekedi, na nilipigana sana juu ya Rais Tshisekedi, nilikuwa natetea sana, lakini ajili ya kutekwa ndio maana nimesema hii yote. Nilisema wa ndugu zangu mnisamee sana sana tena sana. Ninaomba wakombata wote mnisamee kwa haya mambo mnaona kwenye hii video. Mungu awabariki na Mungu awachunge. Asante. Anayezungumza ni Papa Kale Baudouin. Asante. Basi natumalizie huko Umarekani, maeneo ya Caroline ya Kaskazini, ambako ndege moja ambayo iliweza kuripuka moto wakati ilipotaka kudema katika uwanja wa ndege wa Stateville, na ajali hiyo iliweza kufanyika ikiwa tariki 18 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Na hivyo nikwambie ya kwamba huyo rubani aliweza kuitwa kwa jina la Naska Greg Bifo, na mke wake na watoto wake waliokuwa ndani hakuna hata mmoja ambaye alionekana amepona. Huo tu ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari, ikiwa leo tariki 19 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Na hivyo nikupashe tena katika habari zingine, ikiwa majaliwa ya Bwana tutakutana tena. Lakini ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, basi usisahau kubonyeza kwenye subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema na kuwagawia watu wengine ili wapate kufaidia. Na hata hivyo kucomment ikiwa na maneno ya kusema, na kulike kuonyesha tuko pamoja. Na hivyo ungana nami tena katika wakati mwingine. Asante.